بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، uzangu katika imani, tumekaa katika kikao hiki, malengo ni kuelimishana kwa kile kichache ambacho Allah Ta'ala ametuwafikisha kutupatia, nasi tuweze kukitoa kwa ndugu zetu na wanafunzi wenzetu. Huenda Allah Ta'ala akatuwafikisha tukakumbuka katika yale ambayo tulikuwa tunayafahamu tukayasahau, na wengine tukaweza kujua baadhi ya yale ambayo tulikuwa hatuyafahamu. Maudhui ya kalima yetu na muhadhara wetu ni hatari ya taasub na athari zake. Hatari kwa maana ya kwamba yapo mengi yanahofiwa kutokana na maradhi haya ya taasub. Taasub ni nini? Yatakuja maelezo yake ndani ya maudhui yetu biidhnillah Ta'ala. Lakini hatari ni shida na matatizo ambayo huhofiwa kupatikanwa kutokana na maradhi na janga hili la taasub. Lakini pia kuna athari zake hapa duniani na akhira, tena athari ambazo ni mbaya kabisa. Kwa mwenye kuzingatia hali ya dawa, hasa salafia na wale waliojaribu kwenda kinyume na dawa salafia na nguzo zake na misingi yake, hatima yao haikuwa nzuri. Hatima yao haikuwa nzuri. Sawa ni watu mashekhe, sawa wengine walikuwa kizingatiwa ni ulama, au baadhi ya vituo ambavyo vilikuwa vikizingatiwa ni vituo vinavyoilingania dawa hii. Lakini pale walipotaasab, walipoingia katika maradhi ya taasub, wakaiacha haki, wakayaacha maneno ya ulama rasikhin yaliyozungumzwa kwa hoja na dalili, basi athari mbaya zilionekana katika maendeleo ya harakati zao za kidawa. Hiyo yote ni ishara ya kwamba taasub ni maradhi miongoni mwa maradhi ambayo ni hatari katika muhimili wa dawa yetu hii ya salafia, sababu dawa yetu inahitaji mtu kutajarrad, kujitoa kwa ajili ya kufuata kitabu cha Allah Ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa pale atakapotokea mtu akawa ameendelea kuishikilia batil, kwa maana akataasab na batil, akaendelea kuishikilia batil au kumkumbatia shekhe wake kwa batil, au kituo chake, markazi yake au taasisi yake kwa batil, baada ya kudhihirikiwa na hoja na dalili, mtu huyo
hato imili tena baada ya hapo hapa duniani, lakini pia athari zake akhira ni mbaya kama tutakavyotaja insha Allah taala. Allah taala anasema ndani ya kitabu chake, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. asema na kwa hakika tulimtuma Nuh alayhi salatu wassalam kwa watu wake, akawaambia watu wake, enyi watu wangu, mpokesheni Allah Taala peke yake, kwani hamna nyinyi Mungu asiyekuwa yeye Taala. Je, hamuogopi yeye Taala? Wakasema watu katika kaumu yake waliokufuru, ma hadha illa basharun mithlukum, huyu Nuh kwani hakuwa ila ni mtu mfano wenu nyinyi. Nuh hakuwa ila ni mtu mfano wenu nyinyi. Yuridu ayatafaddala alaykum, anataka kujipa utukufu juu yenu na usharifu juu yenu, anataka kujipa utukufu na usharifu na fadhila juu yenu. Walau shaa Allahu, lakini lau angetaka Allah Taala angewateremsha malaika. Kisha wakataja moja katika sababu kuu zilizowafanya wao wasimkubali Nuh alayhi salatu wassalam, wasema ma samina bihadha fi abaina alawwalin, hatujawahi kusikia mfano wa haya kwa wazee wetu wa mwanzo, hatujawahi kusikia mfano wa haya anayoyasema Nuh alayhi salatu wassalam kutoka kwa wazee wetu wa mwanzo. Ukitizama aya hii na aya nyinginezo zinathibitisha kwamba hoja kubwa ya almushrikun na alkafirun, hoja kubwa waliotegemea katika kuwapinga na kuwakataa mitume ni kwamba hayo ambayo amekuja nayo Nuh hayaja kuja na wazee wao. Kwa hiyo lau haya anayosema Nuh wangesema wazee wao, wangekubali, yangepita katika njia ya familia zao na wazee wao na masharifu wao, wangekubali haki. Watu wengine wamefahamu kwamba hii ni haki, lakini kwa sababu haikupita katika njia ile wanaitaka wao, njia ya wazee wao, basi walikataa. Lakini lao ingepita katika njia hiyo wangekubali. Kwa hiyo kwa lugha fupi, hii ndio inaitwa taassub. Na katika aya ambayo tulitaja katika hutuba yetu, Allah Taala alikuwa akieleza pia baadhi ya hoja kubwa ambazo wanazitegemea mushrikun na makafiri katika kuto kuikubali haki na kuwakubali mitume na kusimama dhidi ya mitume wa Allah Taala. Ni hoja hii almal'una, hoja hii ambayo imelaaniwa. Allah Taala aliposema, wakadhalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala wa inna ala atharihim muqtadun. Kwa walisema hivi kwamba sisi tumewakuta wazee wetu wapo juu ya dini hii na sisi juu ya athari zao na nyayo zao tutaendelea kuiga na kufuata. Wakasema kwa makusudi kabisa. Ndio kutizama maulama wakieleza nini maana ya neno at-ta'assub katika lugha ya Kiarabu, lakini katika istilahi ya ulama mtanukuu maneno ya maimamu au mashekhi watatu ambayo yanaashiria na kufanua maana ya ta'assub
lakini mpaka hapa kwa hizi aya tulizotaja tumekwisha fahamu biidhnillah taala kwamba taassub ni kile kitendo cha mtu kuendelea katika batili baada ya kuijua haki na kuitetea batili baada ya kuijua haki. Hiyo ndio taassub. Asema al-Imam al-Allama Sa'duddin Mas'ud bin Umar at-Taftazani al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi fi sharhihi ala at-tawdih. Asema katika sharhi yake ameita at-tanwih ala at-tawdih. At-ta'assub huwa adamu qabul al-haqq inda dhuhuri ad-dalil. Ta'assub maana yake ni kuto kuikubali haki pale zinapodhihirika dalili, binaan ala janib, kwa kujenga hoja ya upande fulani. Wakaeleza maulama maana ya maneno haya, wakasema upande ambao umetegemewa kwenye kuikataa haki na kuendelea katika batil baada ya kufikiwa na haki na dalili zake, upande huo unaweza ukawa ima ni mtu, inaweza kawa ni mtu ambaye yuko karibu na wewe, anasuhubiana na wewe, akakupelekea wewe ukaikataa haki baada ya kufikia, au inaweza ikawa ni mzee wako, baba yako, kwa sababu mzee wako yupo katika dini fulani na manhaji fulani, basi ukaona uende na dini ya mzee wako, pamoja na kuwa umefahamu kwamba haki iko na kila fulani, au labda dawa salafia ndiyo dawa ya haki, ukaamua kubaki na mzee wako, huku ukikubali kabisa kwamba kweli hii dawa hii ni dawa ya haki, ni dawa yenye dalili, na mashekhe wake wanazungumza kwa hoja na dalili na wamesoma, kama vile wanaozungumza watu wengi katika mitaa mbalimbali na miji mbalimbali, wakikubali dawa hii na kukubali dawa inayofanya na mashekhe zetu. Lakini mtu amethubutu kubaki katika batili kwa sababu mzee wake yupo katika njia fulani, au inaweza ikawa ni kikundi ambacho yeye yuko nacho kinamzuia yeye kuifuata haki, au inaweza ikawa ni taasisi ambayo mtu amejiunga nayo tangu zamani, kama vile wapo baadhi ya wazee miaka ya nyuma walikuwa kwenye taasisi na ni wasemaji katika jumuiya na taasisi mbalimbali za kianaharakati, taasisi za kianaharakati, taasisi za kihizbi, taasisi za bid'a, lakini kwa kuwa yeye ni moja katika waasisi wakuu wa jumuiya hizo na taasisi hizo, na maslahi yale ambayo anayapata ikamfikia haki na dawa sahihi na dalili zake, lakini akathubutu kubaki katika batili yake. Au inaweza ikawa ni markazi, kituo ambacho umejifunza wewe, umesoma, inaweza ikawa umesoma markazi fulani, inapotokea maulama wamezungumza dhidi ya markazi hiyo, wewe ukaendelea kuingangania markazi yako, hiyo inaitwa taassub. Muda wa kuwa markazi yako imezungumzwa kwa hoja kwamba markazi yako ina mikhalafa na misingi ya dawa yetu, ambayo kwayo mtu habaki tena katika dawa hii, kwa mkhalafa wa misingi hiyo, kuiacha misingi hiyo, mtu hawezi kubaki katika dawa tena, lakini ukaendelea kubaki na markazi yako na kituo chako, kwa sababu ndio kituo ambacho kilikufundisha. Changia hapo hapo kwamba mashehe zako wamenyamaza na markazi yako inazungumzwa kwa mikhalafa na dalili, lakini wewe ukaendelea kuingangania markazi yako. Na hasa hili ukilitizama na ukitizama hali ya dawa hapo nyuma mpaka sasa hivi, utaliona ayana likiwa wazi kabisa jambo hili. Walikuwepo mashehe wakubwa walifanya dawa hii salafia, lakini walipofika mahala wakapata majina na ukubwa,
waliamua kujitegemea, wakawa wao ndio wasemaji wakubwa, na kati wao walikuwa wakiwarejea maulama wakati wa kuanza vituo vyao na marakizi zao. Na mara nyingi huwa inakuwa hivyo. Katika mambo ya msingi ya kuzingatia katika da'wa ni kwamba unapoanza kufanya da'wa katika kituo kinapokuwa kichanga na wewe bado unakuwa ni mchanga, mara nyingi unakuwa na irtibat na ulama wa ahli sunna al-akabir, una mafungamano na maulama wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, kuchukua nasaha zao na maelekezo yao. Lakini inapofika mahala sasa umepata jina, unapofika mahala markazi yako imekubalika, wanaokuja kwenye markazi yako ni watu wengi, basi nawe unafika mahala kujihesabu kwamba kwani wao ni kina nani na wewe ni nani? Ndio sema umrijalun wa nahnu rijal, wale ni wanaume na sisi wanaume, kama walikuwa wakisema wale rijalus safa. Na baadhi ya vijana fikra hizo sema kwani kina Sheikh Rabi ni kina nani? Sisi tuna maulama katika miji yetu na wale ni maulama wa miji yao, lakini wakati walipokuwa wachanga, vituo vyao ni vichanga, walikuwa wakienda kutaka muongozo kwa mashaikhi hao. Sasa wakati mwingine huwa hata sisi tunatahiniwa hivyo katika marakizi zetu na madarisi zetu. Unapofika mahala sasa markazi imekuwa na jina limekuwa kubwa, markazi inaelekewa na wanafunzi kutoka kila mji na kila mahala, basi kuna kitu wakinaingia katika nafsi. Hiyo ni hali ambayo mara nyingi huzipata marakizi nyingi. Sasa hapo inapotokea maulama wakazungumza kwenye kadhia yoyote au mukhalafa uliofanywa na markazi hiyo, mara nyingi hutokea shubha kama hizi kwamba sisi hapa tuna maulama wetu na wale ni maulama wa mji wao. Hapa nyuma tuliona katika safu ya dawa hii baadhi ya mashehe sasa katika miji ya Yemen au Misri na sehemu nyinginezo, Jazair, wako mashehe wengi walikuwa wakitambua nafasi ya mashaikh kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Ubaid na kina Sheikh na wengine katika mashaikh al-sunna. Lakini alipokuwa majina yao na maraki zao wakawa wanarejewa na watu wao na wanafunzi kila mahala, basi na wao walikuwa wakubwa, wakawa na wao ni marejeo katika marejeo ya maulama ambao watakana warejewe katika kadhaya na fitani. Sasa hivi ndivyo inavyokuwa. Inapotokea sasa hali kama hii, kuna baadhi ya wanafunzi wanakuwa hivyo na baadhi ya masheikh wanakuwa hivyo, yataasabun lilmarakiz wal ashyakh. Sasa watu wanaendelea kuwanusuru masheikh zao na vituo vyao. Hali ile ya kurudi kwa maulama na maelekezo yao ikawa inafutika tena. Sasa lazima pia sisi tuyajue haya na tuwe na maandalizi kwamba sisi tupo kwa ajili ya kuifuata haki kitaban wa sunnatan, na kuangalia maulama wetu wanazungumza nini, kwa sababu wao wana uzoefu mkubwa katika kadhaya mbalimbali za kidawa. Wanapozungumza wakatoa hujja, wakasimamisha ubainifu, basi sisi tutasimama na maulama na zile hujja ambazo wamezitaja. Hata kama markazi yetu hii tumetusomesha mashehe zetu, basi sisi tutakana tuwe dhidi yao, tuinusuru haki na tuwanusuru mashaikh waliohitaji haki. Tutakuja kutaja maneno hapo mbele ya Sheikh Rabi akisema, idha akhta shaykhuk wa intaqadahu shaykhun akhar wal haqq ma'ahu la tata'assab lahu, insah shaykhak. Anapokosea shekhe wako aliyekufundisha akakulea na akamkosoa shekhe mwingine, na haki iko na shekhe mwingine si shekhe wako, basi unasihi shekhe wako, usimtetee shekhe wako, usitaasabu na shekhe wako. Yani kuwa maneno hapo mbele biidhnillah taala. Kwa hiyo inapotokea hali hiyo, mtu akaendelea kunyang'ania markazi yake kwa sababu ndiyo markazi iliyomfundisha, akawa dhidi ya wale ambao wanaizunguka markazi yake, tayari huyu ameingia katika gonjwa la taasub.
Na kadhalika al-Imam Ibn al-Athir katika Nihaya alikuwa akieleza nini maana al-asabiyya wa ta'assub, akasema huwa al-muhamat wal-mujadala wal-mudafa. Ta'assub maana yake ni kule kuhamiana na kuteteana dhidi ya haki, yani kwenye batil. Yasema wa hadha min lawazim at-ta'assub. Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala katika sharh masail jahiliya alitaja masala ya 93 au 83 masala ya ta'assub, akatoa taarifu ya ta'assub. Ta'assub ni nini? Akasema ta'assub huwa al-istimraru ala al-batil. Ta'assub maana yake ni kuendelea katika batil ma'al ilmi bi butlanihi takabburan wa inada, pamoja na kujua ubatili wake lakini kwa kiburi na inadi. Ta'assub ni mtu kuendelea katika batil ma'al ilmi bi butlanihi, pamoja na ilmu ya kujua ubatili wake, ni kujua ubatili wake pamoja na ilmu ya ubatili wake kwa kiburi na inadi, kwa maana yeye ni shekhe wale ni mashekhe, umrijal wa nahnu rijal. Kisha asema wa nusratu al-shakhs, na kule kumnusuru na kumtetea mtu au al-qabila ala haqqin au ala batil, kuendelea kumtetea mtu au kabila katika haki lakini pia katika batil. Wa hadha min umuri al-jahiliya, na jambo hili ni katika mambo ya al-jahiliya, ni katika mambo yaliyokuwepo kabla ya utume na kabla ya kuja Qur'an, katika maradhi mabaya sana, tena maradhi ambayo ni udhal, katika athari za usufi pia. Kwa hiyo ta'assub kuzama katika iman au maradhi haya ta'assub, maana yake inafika mahala anapokhalifiwa shekhe wako, idha khulifa shaykhuka wa intaqadahu shaykhun akhar, anapokhalifiwa shekhe wako akakoselewa na shekhe mwingine, basi unawachukia wale waliomkosoa shekhe wako. Tubghidhu an-naqida, wewe unamchukia yule ambaye amemkosoa shekhe wako, ukawa unaendelea kumtetea shekhe wako. Lakini ikafika mahala ukamtuhumu yule ambaye amemkosoa shekhe wako kwamba yeye yupo kwenye makosa, au labda yeye ana husda, au labda yeye ana chuki, au ni mtu wa fitna, kwa sababu hayo unayosema hawajayasema mashekhe zako, hayajasemwa na markazi yako na kituo chako ulichosoma, hayajasemwa na walimu zako. Kifika mahala wanaowazungumza walimu wako, wao ni watu wa fitna, ni watu wa batil, ni watu wenye husda na mfano wake, ukaanza kuwatukuza na kuwatakasa mashekhe zako na ukawatuhumu wengine. Hiyo ndio inaitwa ta'assub. Kwa hiyo ta'assub maana yake ni kuendelea katika batili pamoja na kufahamu haki na dalili zake zilizotajwa na upande wa pili, na kuendelea kuwanusuru mashekhe zako au jamaa yako, kabila lako au mzee wako au markazi yako, taasisi yako, ukawa unainusuru na kuitetea. Hiyo inaitwa ta'assub. Al-Imam al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali katika majumua yake ya muallafat na rasaili zake na fatawa zake amenukuliwa fatwa yake na makala yake at-ta'assub adh-dhamim wa atharuhu. At-ta'assub adh-dhamim wa atharuhu, na makala Sheikh aliandika ambayo ipo katika mawsua yake, muallafati zake na rasaili zake, akisema wa inna at-ta'assuba adh-dhamim للأديان والقبائل والأشخاص والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب. حقيقة تعصب ulikuendelea kuitetea dini yako, manhaji yako, njia yako mbovu, au watu mashike zako na madhehebu yako, kuendelea kubaki katika njia hiyo, jambo hili Uislamu umelipiga vita vikali sana. Dhalika anna at-ta'assuba al-maqita huwa al-manba'u al-wahyu al-muta'affin. Hiyo ni kwa sababu ta'assub, tutakwenda tukitaja neno ta'assub kwa sababu tushajua maana yake. Maana yake ni kule kuendelea kubaki katika batili
pamoja na kudhihirika haki na dalili zake na kuinusuru batil na kuwanusuru watu wako dhidi ya haki. Kwa hiyo taassub mbaya ndiyo chimbuko la tope lenye kutoa harufu, tope ambalo limevunda. Taassub ndiyo chimbuko la vitu hivi, wal masdarul baghidh likulli hadhihi aladwa, ndio chimbuko la maradhi haya ambayo leo tunayaona pakatokea mpasuko katika safu yetu sisi. Taassub ndio sababu kubwa ya maradhi haya alfataka yanolipuka sasa hivi katika safu. Fahuwa ad-dafi'u lilahzab alkafira adh-dhalima lian taqifa fi wajhi ar-rusul war-risalat. Taassub ndio sababu kuu inayopelekea makundi mbalimbali ya kikafiri yaliyodhulumu yakasimama katika uso wa mitume na jumbe zao bitakdhib, kuwakadhibisha mitume, waliftiraa alaihim, na kuzua juu yao. Taassub limesababisha yote haya. Umma zilizosimama dhidi ya manabii wao na jumbe zao, sababu kuu katika hizo sababu ni taassub. Taassub kama kabila na mashaka zao, walitihamat waljidali walkhisam bilbatil. Taassub limepelekea katika mambo yote haya. Msitofahamu kwamba Allah Ta'ala ametuamrisha kuifuata haki na kuiacha batil, hata kama hiyo haki itakuwa na mtu wa mbali. Allah Ta'ala ametuamrisha sisi kuishika haki na kuiacha batil na kuitupilia mbali, hata kama hiyo haki iko na mtu wa mbali, ni mtu wa mbali katika miji ya mbali, au ni mtu wa mbali si katika familia zetu, si katika kabila zetu, lakini kuiacha batil hata ikiwa na mtu wa karibu katika jamaa zetu au katika miji yetu, kuiacha batil. Allah Ta'ala akasema, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Aya kama hii na mfano wake ambazo ziko nyingi zikibainisha kwamba Allah Ta'ala anatuamrisha sisi tufuate kilichoteremshwa kutoka kwake Ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, usifuate kinyume na yeye Allah Ta'ala katika vipenzi. Qala Ta'ala, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allahi shay'a. Al-ayat. Wa Allah Ta'ala ametuamrisha baada ya kuteremshia sheria, akasema kumwambia mtume wake, na amri kwake ni amri kwetu sisi, kisha tumekuweka wewe katika sheria, katika amri zetu, basi ifuate sheria hiyo, wala usifuate kinyume chake katika matamanio, kwani hawa watakunufaisha na chochote mbele ya Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala ametuamrisha kusimamia uadilifu kisawasawa. Qala Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin. Enyi mlioamini, kuweni ni wasimamizi wa kisawasawa kusimamia uadilifu na kusema uadilifu, hata kama itatokea ni dhidi ya nafsi zenu. Kuweni ni wenye kusimamia uadilifu kisawasawa na kusema ukweli, kuweni mashahidi wa Allah Ta'ala, hata kama itakuwa ni dhidi ya nafsi zenu. Kuna wakati unaona kabisa nikisema hivi kuna maslahi ya nafsi yangu yataondoka, au wazazi wenu, ukisema hivi kuna maslahi yataondoka, au utawadhuru na kuwagusa jamaa zako wa karibu wala aqrabin, kama alivyosema al-Hafidh ibn Kathir. Kwa hata kama kuna madhara, hata kama kuna mambo yataisiku familia yako na jamaa zako, watu wako unaoishi nao, wanajumuiya wenzako, wana taasisi wenzako, wanapotokea wamefanya makosa, wana kituo wenzako, wana markazi wenzako, walimu wenzako, iseme haki lillahi Ta'ala. Kwa hiyo Allah Ta'ala ndivyo ambavyo anatuamrisha sisi tusimame sawa sawa katika kuisimamia haki. Yakun ghaniyan au faqira fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu. Kwa hiyo hata kama ikiwa mtu ni tajiri au ni maskini, basi utajiri wake usikufanye ukaacha kusema ukweli, ukaisema haki. Au ikawa mtu ni fukara, kwa kumuonea huruma na kumhurumia ukaona hapana, tubaki nayo kwa sababu anahitaji,
ni mwenzetu, tuko naye, tunamsaidia, lakini pia msifuate matamanio mkaacha kufanya uadilifu. Sababu matamanio mara nyingi kupelekea mtu akaacha kufanya uadilifu na akafanya dhulma dhidi ya ndugu zake wanaomwambia ukweli. Kwa hiyo kuna aya nyingi ambazo zinatuamrisha sisi kuifuata haki, kufuata kitabu na sunna na kusema ukweli katika hali yoyote ile, na kutokuogopa watu hata kama kuna kukosekana baadhi ya masalih, baadhi ya maslahi. Hiyo ndio tarbia sahihi, malezi sahihi ambayo tunapaswa sisi kama ahli sunna waislamu tukana tuwe nayo. Usio wewe ni mtu kukaa katikati, sababu pia kuna watu na maradhi hayo. Ndio maana Allama Rabi al-Madkhali anasema watu wabaya sasa hivi ambapo mara nyingi wanatuingiza sisi katika safu, katika hali ngumu, ni watu ambao wanajaribu kukaa katikati. Mtu anajaribu kukaa katikati ni mtu mbaya kuliko yule ambaye ni sarih ala al-batil, yuko wazi kwenye batil. Sababu kuna watu ambao wao inapotokea magomvi kati ya mashekhe, majadiliano kati ya mashekhe, mabishano kati ya mashekhe kwenye masuala ya kielimu na dawa, yeye huwa anakaa katikati. Hawezi kusema kwamba haki iko na fulani, batili iko na wewe. Hao ni watu wabaya sana, na watu hao wanajibiwa na hizi aya ambazo nimezitaja hapa nyuma, kwamba Allah Ta'ala anatutaka sisi tuwe ni wenye kusimamia ukweli na kuisimamia haki, hata kama wale ambao utawasema ni jamaa zako, ni watu wako wa karibu, au itakuwa ni nafsi yako wewe mwenyewe. Simama kwenye ukweli, usikae katikati ili uwaridhishe wote. Hii hata katika hali ya suluhu tu za kawaida, fulani na fulani wamegombana, wewe unataka kujaribu kukaa katikati, wewe una makosa na yeye ana makosa. Sasa inakuwaje hivi? Kwenye munasaba kama panahitaji kwamba kwenye kadhia hii wewe umekosea, unatakana utubie, utaraja, unatakana urudi nyuma kwenye kipengele hiki. Unatakana mtu aambiwe, hata kama ni jamaa yako, ni rafiki yako. Lakini ukianza nyote mna makosa, wewe una makosa, na huyu nia yake iko nzuri na wewe nia yako ni nzuri, hawa ndio watu ambao wanatufikisha katika wakati mgumu. Hata katika suluhu za kawaida, hata kwenye suluhu pia za ndoa kawaida, kutaka kuonesha kwamba wote wako katika usawa, kwamba bibia yuko sawa na jamaa yuko sawa, wote wana makosa, manake hautengenezi, bali unaleta maradhi katika familia. Bado mwanamke ataona yeye kwenye haki na mwanamume amekosea, au kinyume chake. Kwa hiyo nitakana aambiwe, kama ni mwanaume, bwana wewe una shida, una matatizo, wewe una makosa, unatakana utoe matumizi kwa mke wako, kweli uko hautoe matumizi, unatakana umpangishie ahali yako, umdhibiti ahali yako kwenye hili na hili na hili, kwa wewe ulikuwa unakosea katika hili. Alafu na mwanamke umwambie mambo yake, usikae katikati, usimamie ukweli na haki. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya moja ya asbabu za kutengeneza kwa kiasi kikubwa sana